Marekani imezidi kuonesha vitisho kwa Iran, huku ikisema kwamba mabadiliko ya utawala yataweza kusababisha mambo mazito ndani ya taifa hilo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani ameionya Tehran kwamba Rais Donald Trump atachukua hatua kali ikiwa diplomasia ya nyuklia itashindwa. Rais wa Marekani Donald Trump yuko tayari kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran na anaweza kufikia hatua ya kutishia Tehran ikiwa juhudi za kidiplomasia za kuanzisha upya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa taifa hilo hazitafanikiwa. Waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio amesema. Katika muhula wake wa kwanza, Trump alijiondoa katika upande mmoja katika mapatano ya pamoja ya mpango kamili wa utekelezaji JCPOA yaliyokusudiwa kuwezesha mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kuiwekea vikwazo Tehran. Tangu aliporejea ikulu ya White House mwezi Januari, Trump ameitaka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kufungua tena mazungumzo na inadaiwa kuwa ameweka makataa ya miezi miwili kwa Tehran kufanya makubaliano mapya na Washington. Akizungumza na moja kati ya vyombo vya habari, Rubio alisema kwamba wakati Washington bado inafuata diplomasia, iko tayari kuchukua hatua ikiwa Iran itaendelea kukuza uwezo wake wa nyuklia. Kikubwa ambacho Marekani inahitaji kwa wakati huu ni diplomasia ya mazungumzo kati yake na Iran, lakini pia ni wakati ambapo rais huyo wa Marekani alituma barua kwa Tehran juu ya suala hilo la nyuklia. Ikiwa ungemuuliza Donald Trump, angekuambia angependelea zaidi kusuluhisha hili kidiplomasia bila ya vita, Rubio alisema. Lakini ikiwa itabidi kuchukua hatua kuzuia Iran kumiliki uwezo wa nyuklia, Donald Trump atafanya hivyo. Tuna uwezo wa kufanya hivyo na kwenda mbali zaidi, labda hata kutishia serikali. Marekani na Urusi zilifikia makubaliano kuhusu mazungumzo ya Iran, ambapo katika kipindi hiki Urusi kwanza inachukizwa na namna ambavyo Marekani inaendesha diplomasia zake dhidi ya Iran, na imesema kwamba lazima China pamoja na Urusi zishiriki kama kutakuwa na mazungumzo juu ya nyuklia za Iran. Ikumbukwe kwamba Iran, Urusi pamoja na Uchina ni mataifa ambayo yameunda kundi la BRICS, lakini pia ni wanachama, lakini pia wana uhusiano wa karibu sana. Mapema mwezi huu Donald Trump amethibitisha kuwa ametuma barua kwa uongozi wa Iran akipendekeza mazungumzo mapya. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari, barua hiyo iliwasilishwa kupitia kwa Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed na hivi sasa imepitiwa upya huko mjini Tehran. Iran imethibitisha kupokea barua hiyo, lakini imesema kwamba barua hiyo ni barua iliyojaa vitisho, huku Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, akisema kwamba hawezi kukutana na kufanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu nyuklia, kwani kiongozi huyo tayari walishafanya mazungumzo, lakini katika dakika za mwishoni kabisa alikuja kujiondoa na hatimaye kuendelea kuiwekea vikwazo Iran, na hivyo kusema kwamba hatoweza tena kufanya kitu kama hicho. Na alisema kwamba ikiwa Marekani italeta vitisho, Iran ipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wowote na kwamba wataizaba kofi zito nchi hiyo. Kiongozi huyo mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei amekataa wazo la mazungumzo mapya na amepuuza mapendekezo ya Marekani kama jitihada za kutumia mamlaka yao na kulazimisha kile wanachotaka badala ya kusuluhisha masuala. Pia alikanusha tishio la Trump la kutumia nguvu. Mapema mwezi huu Khamenei alisisitiza kwamba shutuma zozote dhidi ya Iran juu ya madai yake ya kushindwa kutekeleza sehemu yake ya makubaliano zina dosari za kimsingi zilivyotalikiwa na muktadha kamili wa kujiondoa kwa Marekani. Tehran imekanusha mara kwa mara kuwa ina malengo ya kutengeneza silaha za kinyuklia, ikisisitiza kwamba mpango wake ni wa amani kabisa. Tehran imeripotiwa kupunguza utiifu wake wa makubaliano ya mwaka 2015 badala ya Washington kujiondoa kwenye JCPOA. Hata hivyo, mnamo Desemba mwaka 2024, mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki Rafael Gross alidai kwamba Iran ilikuwa ikiharakisha kurutubisha uranium na kuyaita maendeleo yanayoihusu sana nchi hiyo ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia hapa The World News.